Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi makubwa dhidi ya Iran mapema leo Jumatatu, Julai 13 mwaka 2026, ikipanua operesheni zake za kijeshi katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa nchi hiyo baada ya Tehran kushambulia meli ya mizigo iliyokuwa ikisafiri katika mlango wa bahari Hormuz mwishoni mwa wiki. Shambulio hilo dhidi ya meli ya kibiashara lilisababisha moto mkubwa kuzuka kwa saa kadhaa, huku mfanyakazi mmoja akiripotiwa kutoweka na juhudi za uokoaji kuendelea chini ya ulinzi mkali wa vikosi vya majini vya washirika wa Magharibi. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani imesema operesheni hiyo imefanyika kwa maagizo ya Rais Donald Trump, ambaye amesema kuwa Marekani haitaruhusu usalama wa njia za kimataifa za usafirishaji wa bidhaa kuvurugwa. Kwa mujibu wa CENTCOM, mashambulizi hayo yamelenga kudhoofisha uwezo wa Iran wa kushambulia meli za kiraia na za biashara zinazopita katika mlango wa bahari Hormuz, ambao ni moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta ghafi, gesi asilia na bidhaa nyingine duniani. Katika operesheni hiyo, Marekani ilitumia ndege za kisasa za kivita, meli za kivita zilizopo katika Ghuba, makombora ya masafa marefu yaliyorushwa kutoka baharini, ndege zisizo na rubani za kushambulia, pamoja na drones za majini zilizobeba vilipuzi. Operesheni hiyo iliratibiwa kwa kutumia taarifa za kijasusi zilizokusanywa kwa muda mrefu, ufuatiliaji wa satellite, ndege za uchunguzi pamoja na mifumo ya kisasa ya kielektroniki iliyolenga kubaini maeneo muhimu ya kijeshi ya Iran. Kwa mujibu wa jeshi la Marekani, makumi ya malengo yalishambuliwa kwa wakati mmoja ili kupunguza uwezo wa Iran kujibu haraka. Miongoni mwa malengo hayo ni mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya rada vya pwani, vituo vya mawasiliano ya kijeshi, malengo ya kuhifadhi makombora mbalimbali, lakini pia maghala ya silaha, vituo vya kurushia ndege zisizo na rubani, pamoja na boti ndogo za jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, ambazo Marekani inadai zimekuwa zikitumika kufuatilia na kushambulia meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. CENTCOM ilisema mashambulizi hayo yalitekelezwa kwa kutumia silaha za usahihi wa hali ya juu ili kuhakikisha miundombinu ya kijeshi ndiyo inalengwa. Pia ilieleza kwa operesheni hiyo ilikuwa sehemu ya mkakati mpana wa kuhakikisha njia za baharini zinaendelea kuwa salama kwa meli za biashara kutoka mataifa mbalimbali. Muda mfupi baada ya mashambulizi hayo kuanza, televisheni ya taifa ya Iran ilitangaza kuwa milipuko mikubwa ilisikika katika maeneo kadhaa kusini mwa nchi hiyo. Milipuko hiyo iliripotiwa katika kisiwa cha Qashem, Jansk, Sirik na Bandar Abbas, huku wakazi wakieleza kuwa walisikia sauti ya milipuko ya mfululizo na kuona mwanga mkubwa angani kabla moshi mzito kuanza kufuka kutoka katika maeneo yaliyolengwa. Bandar Abbas ni kitovu kikuu cha shughuli za kijeshi na biashara cha Iran katika Ghuba. Bandari hiyo ndiyo makao ya sehemu kubwa ya vikosi vya wanamaji vya Iran na pia ni lango muhimu la usafirishaji wa bidhaa na mafuta. Kutokana na umuhimu wake, eneo hilo limekuwa likitazamwa kama moja ya ngome kuu za kijeshi za Iran katika ukanda wa Ghuba. Kisiwa cha Qashem nacho kina nafasi muhimu katika shughuli za kijeshi za Iran kutokana na ukaribu wake na mlango wa bahari wa Hormuz. Katika miaka ya hivi karibuni, Iran imeimarisha uwepo wa vikosi vya majini, rada za kisasa, vituo vya ulinzi wa anga na mifumo ya makombora katika sehemu ya Qashem, Jansk na Sirik ili kuongeza uwezo wake wa kulinda pwani na kufuatilia harakati za meli zinazopita katika eneo hilo. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mashambulizi hayo ni sehemu ya juhudi za kulinda uhuru wa usafiri wa baharini na kuzuia kile alichokiita vitisho dhidi ya biashara ya kimataifa. Alidai kuwa kabla tukio hilo la kushambulia kwa meli ya mizigo, Marekani na Iran zilikuwa karibu kufikia makubaliano yaliyolenga kupunguza mvutano, kufungua tena mlango wa bahari Hormuz kwa usafiri wa kawaida na kuanzisha mazungumzo ya kidiplomasia. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi wanaonya kuwa kuendelea kwa operesheni za kijeshi katika eneo hilo kunaweza kuongeza hatari ya mzozo mkubwa zaidi wa kikanda. Endapo mashambulizi yataendelea kwa kiwango cha sasa, yanaweza kuathiri usafirishaji wa mafuta,
uchumi wa dunia na usalama wa mataifa mengi yanayotegemea njia ya bahari ya Mlango wa Hormuz kwa shughuli zao za kiuchumi. Hali hiyo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku mataifa mbalimbali yakitoa wito wa kujizuia ili kuzuia mgogoro huo usigeuke kuwa vita kubwa zaidi vya kikanda. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.